بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع أولياء الله أجمعين. اللهم إنا نسألك الخير كله، فواتحه وخواتمه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله، فواتحه وخواتمه، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Inshallah, mada yetu ya leo kama ambavyo imetangaziwa ni mada ya sala. Kama inavyotambulikana, mada ya sala ni muhimu kwa sababu tukiweza kuielewa vizuri ndipo malengo ya sala yanaweza kupatikana, na tusipoielewa basi yale malengo yaliyokusudiwa katika sala yatakosekana. Tukianza kabisa mwanzo, neno hili as-sala linatambulikana kwa kilugha, maana yake ni dua, lakini tukija ni dua, kuomba dua. Tukija katika Qur'an limetumika neno hili katika aya inayosema wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim, na waombee dua, hakika dua zako kwao inakuwa ni utulivu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na ni mjuzi. Ama tukija katika kisheria, neno hili linakusudiwa aqwalun wa af'alun makhsusa muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim, yani ni kauli maalum na vitendo maalum ambavyo vinafunguliwa kwa takbir na vinafungwa na kumaliziwa kwa kutoa salamu. Hivyo vitendo hivyo kwa pamoja vikikusanywa ndio vinaitwa as-sala. Lakini vile vile katika Qur'an yamekuja majina mengine yaliyokuwa yanamaanisha as-sala, kama ilivyokuja katika Qur'an imekuja neno dhikr likiwa na maana ya sala vile vile, pale aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitani rajim idha nudiya lis-salati ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillah, enyi ambao mmeamini, inaponadiwa sala siku ya Ijumaa, basi kimbilieni katika dhikrillah. Kwa hivyo dhikrillah hapa imekusudiwa ni ile sala yenyewe ya Ijumaa. Kwa hivyo neno hili sala limeitwa sala kwa sababu ndani ya sala nzima ilivyo imekusanya dua. Katika kila kipengele cha sala basi kuna dua, kuna dua moja kwa moja au kuna dua kwa maana ya dhikr, kwa sababu dhikr vile vile ni dua na dua inabaki kuwa ni dua. Kwa hivyo ndani ya sala ziko dhikri mbalimbali na ndani ya sala zipo dua mbalimbali, na zote kwa pamoja zinakamata maana ya sala. Sala ni nguzo miongoni mwa nguzo 5 za Uislamu, na hii sala imekamata nguzo ya pili ya Uislamu baada ya nguzo ya kwanza ya shahada ambayo tumeizungumza katika mihadhara iliyopita. Sala vile vile
kutokana na umuhimu wake imeitwa imaduddin, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Yani swala ni nguzo kubwa ya dini, mwenye kuisimamisha nguzo hii basi amesimamisha dini, na mwenye kuiwacha nguzo hii huyo atakuwa ameibomoa dini. Kwa upande mwingine, kama tulivyosema kwamba sala ni dua, na dua inakuwa ni silaha ya mu'min. Anasema sala wa du'a silahu almu'min, kama ilivyopokewa katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu aliposema silahu almu'min ad-du'a silahu almu'min wa imaduddin wa nuru samawati wal ard, kwamba silaha ya mu'min ni dua, au dua ni silaha ya mu'min, na vile vile dua ni nguzo ya dini na ni nuru ya mbingu na ardhini. Sala vile vile ni fardhi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifaradhisha kwa waja wake kwamba wasali kwa lazima kabisa, kama ilivyokuja katika Qur'an Suratu Nisa aya 103, amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, hakika ya sala imekuwa ni fardhi iliyowekewa wakati maalum kwa waumini. Kwa hivyo haitakiwi kuitoa sala katika wakati wake kwa hali yoyote ile miongoni mwa hali ambazo zinamkuta mwanadamu. Akiwa mgonjwa anatakiwa asali na ugonjwa wake, akiwa amesafiri yuko safarini anatakiwa asali pamoja na kuweko safarini, akiweko katika vita anatakiwa asali, na hivyo hivyo katika hali yoyote atakayokuwa nayo anatakiwa aisimamishe sala, aitekeleze. Ama akiwa katika ugonjwa, imeelezewa kwamba kama atakuwa na uwezo, anaumwa lakini anaweza kusimama, ataisali sala kwa kusimama, na kama hawezi kusimama ataisali kwa kukaa kitako, na kama hawezi kukaa kitako ataisali kwa kulala kichalichali, kama hakuweza hivyo basi ataisali kwa kulala ubavu ubavu. Alimradi kama akili yake ipo, anaweza kukumbuka na kutambua analolifanya, anawajibika kuisali sala kwa hali yoyote atakayokuwa nayo. Ama katika vita vile vile, kama watu wanapigana vita, wana hofu ya vita, basi sala hiyo imetengenezewa mazingira ya kwamba mtu aisali hata katika vita watasali, na kuna utaratibu maalum kabisa ambao watu wataisali hiyo sala katika kipindi chake, katika wakati wake, hata katika vita. Yote hayo ni kumrahisishia mtu hii sala aweze kuisali katika hali yoyote ile ambayo atakuwa nayo. Na tukiangalia hii sala kwa upande mwingine, kwa jicho la mazingatio kabisa, tutaiona kwamba sala ni athari ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mja wake. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki mwanadamu au hataki Muislamu atoke katika hifdhi ya Allah, atoke katika uchungaji wa Allah. Hataki Mwenyezi Mungu binadamu atoke katika taa ya Allah hata wakati mdogo wa kupepesa jicho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtaka mja wake muda wote awe katika mazingira ya hifadhi ya Allah, uchungaji wa Allah na utii wa Allah. Hivyo ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka, na kutokana na sababu hiyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwekea sheria ya sala mpaka aweze kuwa kila mja, kila Muislamu awe huru kutokana na vitimbi, kutokana na uadui, kutokana vitimbi vyote na uadui wote ambao unaweza kupatikana katika mazingira ambayo mwanadamu anaishi. Na adui wa kwanza kabisa kwa mwanadamu kama tutavyojua ni Sheitan, ambaye alidhihirisha uadui wake tokea siku ya mwanzo kabisa ya kuumbwa Adam alayhi salam, ambaye ni baba wa watu wote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tunavyojua lengo la kumuumba Adam alayhi salam
pamoja na kuumbwa watoto wa Adam alayhi salam, lengo lao kubwa ni kwamba waje duniani kwa ajili ya kuja kusimamisha ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala katika dunia. Na kama tunavyojua kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kabla ya kumuumba Adam alayhi salam aliukamilisha kuumba ulimwengu wote na vyote vilivyomo ndani yake, wakiwemo wanyama, wakiwemo majini, wakiwepo na wengine wote waliokuwepo katika ulimwengu walikuwa tayari wapo, lakini mwana Adam au Adam alayhi salam pamoja na kizazi chake hawakuwa ni kitu chenye kutajwa katika dunia. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala analieleza hilo katika Qur'an Karim akisema, hal ata ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, yani umepita muda mrefu kabisa kwa binadamu, naona hakuwa kitu chenye kutajwa. Umepita muda mrefu kabisa mwanadamu hakuwa ni kitu chenye kutajwa, chenye kujulikana katika dunia, kwa sababu alikuwa hajaumbwa, lakini vimetangulia vitu vingine kuwepo duniani. Kwa hivyo miongoni mwa waliotangulia kama tulivyoona, malaika walikuwepo, majini walikuwepo, na wanyama walikuwepo, vidudu, bahari, samaki, pwani, vitu vyote vilikuwa tayari vipo. Binadamu au mtu akawa ni kiumbe cha mwisho kabisa kuumbwa. Kwa hivyo kwa sababu ya kuwa ni kiumbe cha mwisho, waliokuwa wametangulia na hasa majini walijenga chuki, walijenga hasadi dhidi ya Adam alayhi salam pamoja na kizazi chake, kuona kwamba kiumbe hichi ambacho walikiona kwamba ni dhaifu, walikiona kwamba ni duni, wao wakajiona kwamba ni bora, kwamba kiumbe hichi kinakuja kukamata nafasi ya uongozi, kuja kukamata nafasi ya utawala, wakati sisi tumetangulia, tumekuja mwanzo na tunamsabihi Mwenyezi Mungu na tunamwamini Mwenyezi Mungu na tunamwabudu na kumtaja. Vipi leo kinaletwa kiumbe chingine kabisa ambacho kije kukamata nafasi badala ya sisi? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa kujua matatizo ambayo binadamu atayakabili katika kusimamisha ukhalifa wa Allah katika dunia, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akampatia kila aina ya msaada ambao utaweza kumsaidia katika kulifikia lengo hili la kusimamisha ufalme wa Allah katika dunia. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, laqad khalaqna al-insana fi kabad, kwa hakika kabisa tumemuumba mwanadamu katika matatizo, katika shida, katika misukosuko. Lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kuwa anaijua misukosuko hiyo, akampatia silaha, na moja katika silaha alompatia ni hii sala, ili aweze kukabiliana na matatizo yote. Kila litakapotokea tatizo, kila litakapotokea shida, basi silaha hii aliyopewa ya sala aweze kuitumia ili aweze kupata usalama wa kuishi vizuri hapa duniani. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama tulivyotangulia kusema kwamba anamtaka binadamu, anamtaka mtu muda wote aweko katika hifadhi yake, katika uchungaji wake, katika utii wa kumtii yeye na kumwamini yeye na kumwogopa yeye peke yake, bali pasi na vitu vingine. Amemwekea sala ambayo akiingia katika sala, katika kipindi cha mwanzo kabisa anasali. Kwa mfano sala ya dhuhuri, anasali. Baada ya kusali sala ya dhuhuri, anatoka anakwenda kufanya shughuli zake katika dunia za maisha za kiutawala kama tulivyosema. Lakini baada ya muda mfupi anakuja kuripoti tena katika sala ya asiri. Akimaliza sala ya asiri anatoka kuendelea na shughuli zake, lakini ikifika magharibi anakuja kuripoti tena kwa kusali sala ya magharibi, hivyo hivyo mpaka sala zote zinamalizika kwa siku ile, na anangojea siku ya pili aendelee na routine ile ile ya kwamba anafanya kazi kwa ajili ya Allah katika dunia, lakini kila wakati anarudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuja kuripoti na kuja kuongeza kumtaja Mwenyezi Mungu na kupata kasi na nguvu mpya ya kuendelea kuishi na kusimamisha ufalme wa Allah katika dunia. Kwa hivyo namna kama hivi, ikiwa mwanadamu atakuwa anatekeleza hizi sala kama zinavyotakiwa, zitaweza kumpa nguvu ya kuweza kupambana na yote yale ambayo yataweza kumtokea mtu huyu katika harakati zake za dunia. Tukiangalia sala, tutaona kwamba ina mambo mengi kabisa ambayo
inafufua na kuanzisha iwapo mtu atakuwa anaisali sala kama vile inavyotakiwa kuisali. Kitu cha kwanza kabisa ambacho tunaona kwamba as-salatu tunshi'u alaqatan qawiya baina Allahi wa abdihi. Sala inaanzisha mahusiano makubwa kabisa yenye nguvu baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na mja wake. Yani mja anapokuwa anasimamisha sala anakuwa ameweka mafungamano na mahusiano makubwa kati yake yeye na Allah, yanakuwa ni makubwa kiasi ambacho binadamu hawezi kumkosa Allah kwa kumuomba, kwa kumnyenyekea, naona kwa kumuitikia na kwa kufanya maamrisho yake yote ambayo yeye anatakiwa ayafanye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, enyi ambao mmeamini muitikieni Mwenyezi Mungu na muitikieni mtume pale anapokuiteni katika kutekeleza yale mambo ambayo yanakupeni uhai. Na katika mambo ambayo yanatupa uhai ni al-imanu wa taa, yani kwanza kabisa ni kule kuwa na imani na kule kuwa na utiifu wa kuweza kutekeleza yale mambo yote ambayo tumeamrishwa. Kwa hivyo tunapokuwa tunatekeleza sala ambayo pia ni katika mambo tulioamrishwa, basi hii inatupa uhai, inatupa motisha, inatupa ukakamavu wa kuendelea na maisha, kwa sababu tuna renew pale palipokuwa pamechakaa, palipokuwa pamedorora katika nyoyo zetu, katika akili zetu, katika nafsi zetu. Hii sala inatupa uhai kila ambapo tunaisali, kwa sababu inatuongezea imani na kwa sababu pia inatuongezea utii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile sala vile vile inaposaliwa sawasawa, anasema inaanzisha ittisalu mubasharatan baina Allahi wa abdi, inaleta mawasiliano ya moja kwa moja baina ya mja na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ni mawasiliano ya moja kwa moja baina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na baina ya mja. Mja wakati wote anapokuwa katika dunia, atakapofukwa na shida, matatizo, chochote kile, basi anaposimama kwa ajili ya sala akamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika sala zake, anakuwa anawasiliana moja kwa moja yeye pamoja na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bila kupitia kwa mtu mwingine. Yeye anawasiliana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala moja kwa moja. Imepokewa hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a. Yani pahala karibu kabisa ambapo mja anakuwa karibu na Mola wake ni pale anapokuwa amesujudu. Anapokuwa mtu amesujudu, anakuwa yupo karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko sehemu nyingine yoyote ile. Kwa hivyo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, napokuwa mmesujudu, fa akthiru fihi dua, yani kithirisheni katika sijda kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala zile shida zenu ambazo zimekukaeni, zimekufikeni katika nafsi zenu. Kwa hivyo swala inakuwa ni mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mja na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kila anapokuwa ana shida. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama tulivyotangulia kusema katika mihadhara iliyopita, kwamba Mwenyezi Mungu anapenda mja pale anapokuwa na shida akamwelekea kumuomba moja kwa moja. Tukitoka hapo tunakuja katika nyingine kuiangalia sala katika mambo ambayo inatupatia iwapo tutaisali sawa sawa. Anasema ni hifdhullahi li'abdihi, yani ni hifadhi ya Mwenyezi Mungu kumhifadhi Mola wake. Unapohifadhi maamrisho ya Mwenyezi Mungu ukawa unayatekeleza kama vile sala unaitekeleza sawa sawa, na alichokuamrisha chingine katika maamrisho unayatekeleza sawa sawa, unahifadhi, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na wewe anakuhifadhi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuhimiza kuhifadhi sala pale aliposema, hafidhu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin, yani hifadhini sala zote kwa ujumla, lakini mkazo uwekwe vile vile katika sala ya kati na kati, na musimame
kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu. Unaona? Kwa hivyo katika kuhifadhi sala, katika kuhifadhi maamrisho ya Allah, vile vile inapatikana hifadhi ya Allah kutuhifadhi sisi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha kwamba ikiwa tutahifadhi maamrisho ya Allah, basi na sisi Mwenyezi Mungu atatuhifadhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi, anasema ihfadhillaha yahfadhuk, yani mhifadhi Mwenyezi Mungu atakuhifadhi. Na namna ya kumhifadhi Mwenyezi Mungu ni vipi? Ni kuhifadhi maamrisho yake ukayatekeleza kama inavyotakiwa, ni kuhifadhi makatazo yake ukajiepusha kama vile ambavyo umetakiwa ujiepushe. Kwa hivyo kingine kinachoanzishwa katika utekelezaji wa sala ni kupata hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile inavyopatikana hifadhi hiyo kwa kutekeleza maamrisho mengine ambayo Mwenyezi Mungu ametuamrisha tutekeleze. Vile vile jambo jingine ambalo tunalipata katika sala ni an-najahu fi sala, yani mafanikio, kufuzu. Haya yote yamewekwa katika sala. Iwapo mtu atasimamisha sala akaisali kwa kawaida inavyotakiwa kama ilivyoamrishwa, basi moja kwa moja anajihakikishia mtu huyo kupata mafanikio makubwa hapa duniani na vile vile akhira. An Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Anas ibn Malik amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama as-salah fa in salahat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Anasema jambo la mwanzo kabisa ambalo mja atahesabiwa siku ya kiyama kwamba amelifanya sawasawa au amelipunguza, basi ni sala. Ikiwa sala itakuwa iko sawasawa, imetimia, basi amali zake zote zitakuwa ziko sawa, zitatimia. Na ikiwa sala itakuwa imeharibika, basi na amali zake nyingine zote zitakuwa zimeharibika. Kwa hivyo mafanikio, ili mtu aweze kufanikiwa, basi ni kwamba asimamishe sala ili apate mafanikio kwa amali zake nyingine zote zobakia, iwapo sala yake itakuwa imetimia. Vile vile tukija tukiangalia tena kuhusu hii sala, katika mambo ambayo inatupatia tutakapokuwa tumeisali sawa sawa, ni kwamba as-salatu tanha anil fahsha'i wal munkar. Sala siku zote ni yenye kukataza mambo machafu, ni yenye kukataza mambo maovu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Hakika sala siku zote inakataza mambo machafu na inakataza mambo maovu. Kwa hivyo ni kipimo kizuri cha mtu kujipima na kujiangalia kwamba vipi sala yake iko sawa au haiko sawa, kwa kujiangalia yeye na maovu, yeye na mambo machafu yukoje. Akijiona kwamba amezama katika machafu, amezama katika maovu, moja kwa moja atajua kwamba sala yangu ina matatizo. Tukiendelea kuangalia mambo ambayo tunayapata katika sala iwapo tunaisali sawa sawa, anasema irdha'un nafsi wa itminan, yani ni kuridhika kwa nafsi pamoja na kupata utulivu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, wale ambao wameamini na nyoyo zao zikawa zimetulia kwa sababu ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Zingatieni kwamba kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu basi nyoyo zinapata utulivu, yani watu wanapata utulivu kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama tulivyotangulia kusema mwanzo kwamba moja katika majina ya sala ni dhikrullah, yani kumtaja Mwenyezi Mungu na kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mtu anapojihisi hofu, anapojihisi wasiwasi, anapojihisi huzuni, ili kuleta utulivu katika nafsi yake, anatakiwa akimbilie katika kusali ili aweze kupata utulivu. Lakini katika hali ya kawaida mtu ambaye anasali anakuwa hana hofu, hana wasiwasi wa jambo lolote lile, maadamu anajua kwamba yeye na Allah wapo karibu, yeye yuko pamoja na Allah kila wakati anayerudi kwenye sala anasali, kila muda anarudi kwenye sala anasali. Kwa hivyo moyo wake moja kwa moja unapata utulivu, unapata unyenyekevu kwa sababu ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na
Kama tulivyosema katika kama tulivyosema katika kumhifadhi Mwenyezi Mungu, ihfadhillah yahfadhuk, na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukimkumbuka na wewe anakukumbuka, ukimtaja na wewe anakutaja. Kwa hivyo hili ni jambo muhimu vile vile ambalo tunalipata katika sala. Pia sala tunapoisali sawa sawa kwa malengo na makusudio kabisa, inatuletea unyenyekevu. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, kwa hakika kabisa wamefuzu waummin, wale ambao katika sala zao ni wanyenyekevu. Yani watu unaposifiwa kwamba umefuzu kwa sababu unaposali unakuwa mnyenyekevu, basi moja kwa moja unyenyekevu ule unaofanya katika sala ndo sala inakubadilisha unakuwa mnyenyekevu katika nyakati nyingine ambazo haziko katika sala. Unyenyekevu wako hautaishia tu kwenye sala, lakini utaenea katika maisha yako yote, na hiyo ni sifa moja nzuri kabisa ya mtu kuwa nayo, awe mnyenyekevu, awe mtaratibu, awe mpole kwa yale maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini vile vile awe mnyenyekevu kwa wenziwe katika kukaa nao kwa uzuri kabisa, kwa upole. Kwa hivyo wamefuzu wa ummin, wale ambao katika sala zao wanakuwa na unyenyekevu, na unyenyekevu unakuwa ndio tabia ya maisha yao wanayoishi. Tukiendelea na kuangalia jinsi sala ambavyo inaweza ikatuathiri na ikatutengeneza, anasema sala vile vile tutahhiruna min adh-dhunubi wal ma'siyah, sala inatutoharisha, inatusafisha kutokana na madhambi na kutokana na maasiya. Yani kama mtu amezoea kufanya madhambi, amezoea kufanya mambo machafu, amezoea kufanya mambo mabaya, basi sala itaweza kumsafisha mpaka yale mambo yote aliyokuwa akiyafanya ayawache moja baada ya jingine, kwa sababu tu ya kusimamisha sala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidhakirin. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, simamisha sala katika ncha mbili za mchana na katika sehemu ya usiku. Hakika alhasanat, hakika mambo mema, yudhhibna as-sayyi'at, yanaondosha, yanafukuza mambo maovu. Dhalika dhikra, huo ni ukumbusho, lidhakirina, kwa wale wenye kukumbuka. Kwa hivyo sala itakaposaliwa sawa sawa, moja kwa moja itasafisha yale madhambi ambayo mtu alikuwa anayafanya, atayawacha, lakini vile vile yale aliyokuwa ameshayafanya Mwenyezi Mungu atamsafisha, atamsamehe, yale madhambi yataondoka kwa sababu ya yeye kuisimamisha sala. Waqala sallallahu alayhi wasallam, pia amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuitilia nguvu maudhui hii ya kwamba sala inatoharisha mtu kutokana na madhambi yake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, araaitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu 5 marrat hal yabqa min daranihi shay. Naona Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, mnaonaje lau kama itakuwa kuna mto mbele ya mlango wa mmoja wenu, na yeye mtu huyo akawa anakoga katika mto huo kila siku, anakoga mara 5, je, atabakiwa na nongo yoyote katika mwili wake? Masahaba wakajibu wakasema, la yabqa min darani shay, hapa tabakia chochote katika mwili wake, katika nongo, katika takataka. Akasema fadhalika, basi jambo hilo la kusali sala 5 ya kukoga mara 5, asema fadhalika mithlu salawati al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya, huo ndo mfano wa hizi sala 5 ambazo mnazisali. Mwenyezi Mungu anakufutieni kwa hizi sala mnazosali, anakufutieni makosa yenu. Kama tutakuwa tunakumbuka wakati wa kuumba, alipoumbwa Adam alayhi salam, ash-shaytani al-la'in Iblis aliweka ahadi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba atahakikisha kwamba waja wote, watu wote, kizazi chote cha Adam atakipoteza, atakikalia mbele, atakikalia kulia, atakikalia kushoto, nyuma, kila pahala atakikalia, lakini
ahakikishe kwamba anakipoteza, na wasipatikane wengi katika wao wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kumsaidia mwanadamu, katika kuhakikisha mwanadamu Muislam anafanikiwa katika mapambano haya na sheitani Iblis, ndio ametuwekea sala ambayo inaweza kutusafisha kutokana na pale tulipoteleza tukafanya maasiya. Basi tunapoingia kwa ajili ya kutawadha, kwa ajili ya kwenda kusali, basi madhambi yote yale ambayo tumeyafanya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayafuta, ili tuweze kufanikiwa kumshinda sheitani Iblisi al-la'in. Tukiondoka hapo, tunakuja tena katika faida nyingine ambayo tunaipata katika sala, tukisimamisha sala sawa sawa. Anasema tuhillu al-mashakil, tuhallu al-mashakil bis-salah, yani mashakil, matatizo yote haya yanaweza kupatikana ufumbuzi, yakatatuka iwapo watu watakuwa wanasimamisha swala. Bila shaka yoyote kwamba kama tulivyoisoma aya iliyotangulia kwamba laqad khalaqna al-insana fi kabad, hakika tumemuumba mwanadamu katika matatizo, katika mashakili, katika misukosuko. Kwa hivyo hii misukosuko ili iweze kutatuka na hizi shida ziweze kuondoka, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea sala ili tuweze kujisaidia katika kutatua shida zetu hizi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika aya inayosema ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as sabirin, enyi ambao mmeamini, ista'inu bis-sabri was-salah, yani ombeni msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutatua shida zenu, kutatua matatizo yenu, bis-sabri was-salah, kwa vitu viwili. Cha kwanza ni subra na cha pili ni as-salah, yani muwe mnasubiri, mnavumilia shida zenu, matatizo yenu, lakini vile vile muwe mnamuomba Mwenyezi Mungu kwa kusali. Inna Allaha ma'as sabirin, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Kwa hivyo watu watakapokuwa wanasubiri na watapokuwa wanasimamisha sala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapa nguvu, atawapa subra, atawapa uwezo wa kuweza kutatua yale matatizo na kuweza kusubiri mpaka Mwenyezi Mungu akawaletea faraja nyingine. Tukiendelea kuangalia katika faida vile vile ya sala, tunapokuwa tunasali, anatuambia vile vile as-salatu miftahul janna, sala ni ufunguo wa kuingia katika pepo. Yani tunaishi maisha yetu hapa duniani, lakini katika kuishi kwetu tunafanya mema, tunafanya maamrisho, tunawacha makatazo, lakini lengo letu ni kwamba hatuishi hapa. Lengo letu kwamba sisi tunataka twende peponi. Kila tunachokifanya katika mema na kila tunachokiwacha katika mabaya, lengo letu ni kwamba siku fulani Mwenyezi Mungu atuingize katika pepo. Kwa hivyo hiyo pepo tunaambiwa kwamba ufunguo wa kuingia katika pepo ni as-salah. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannati as-salah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani ufunguo wa kuingia katika pepo ni sala. Amesema kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni wajibu wetu na jukumu letu kila mmoja kushikamana na sala, kushikamana na huu ufunguo, asiupoteze wakati wote vile, awe nao. Atakapoamka asubuhi, ufunguo wake wa sala anao. Mwenyezi Mungu ametuwekea sala ya asubuhi, tunaanza mwanzo kabisa, tukiamka tu tunasali. Kukipambazuka kidogo zipo sunna pale za duha na nyinginezo, tukitaka kidogo pale ya dhuhuri, tukitoka dhuhuri kunakuja la asili, tukitoka la asili tunakuja magharibi. Almuhimu, mzunguko wa maisha yetu yote sisi ni as-sala, as-sala, as-sala. Lengo la sala, malengo ya sala ni mengi kabisa. Tusione kwamba haya niliyotaja hapa, nimeyataja karibu 10 haya, tukaona kwamba ndio haya tu yamemaliza. Bado yako mengi kabisa. Kadiri mtu utakavyofanya utukufu, utakavyofanya utafiti, utaweza kugundua vitu vingi kabisa. Kimoja ambacho vile vile kinapatikana katika sala inaleta sala suala la watu kupendana, inaleta suala la watu kuwa ni wamoja, watu kushikamana, naona kuhurumiana. Hii inaletwa na sala. Vipi inaletwa? Angalia watu wanapoingia katika sala, wanaposali, naona wanapanga safu zao sawa sawa,
wanagusana mabega yao na vidole vya miguu yao, wote wanamfuata imamu mmoja. Imamu akisema Allahu Akbar, wote wanaitikia. Akirukuu wanarukuu pamoja, wakiinuka wanainuka pamoja, wakisujudu wanasujudu pamoja, wakitoa salamu wanatoa salamu pamoja. Yani suala la kuwa watu wako pamoja linaondoa chuki zilizomo katika nafsi zao. Kama kulikuwa kuna mtu unamchukia, kama kulikuwa na mtu humpendi, kama kulikuwa kuna mtu una hofu naye, lakini ukikutana naye katika sala, leo unakutana naye, kesho unakutana naye, inaondoka ile chuki, ile hofu juu yake inaondoka, badala yake inakuja mapenzi, inakuja mshikamano ule ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameutaka pale aliposema ya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Yani kumbukeni neema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale anasema shikamaneni na dini ya Mwenyezi Mungu nyote kwa pamoja, yani mushikamane katika kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu, mushikamane katika kutekeleza nguzo hii muhimu ya sala. Kwa hivyo mnaposhikamana na mukaitekeleza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu, mlivyokuwa maadui lakini akakuondesheni uadui, mkawa kitu kimoja, mnapendana kabisa. Na haya hayawezi kupatikana ila kwa watu watakapokuwa wanaisimamisha sala kwa pamoja, kwa jamaa, basi lazima mapenzi yatakuwepo, umoja utakuwepo, mshikamano utakuwepo, kusaidiana kutakuwepo, na kitakachokuwa kimewafanya yote hayo ni kwa sababu ya kusimamisha swala. Kwa hivyo haya ni kwa ufupi kabisa ambayo tumetayarisha yanayopatikana katika swala, na yapo mengine mengi, lakini kutokana na muda tunataka tuchangie, tunataka tuulize maswala. Kwa hivyo inshallah tutosheke na hayo, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kwa yale ambayo tumesikia basi tuweze kuyafuata, na yale ambayo tumekatazwa tuweze kuepuka, ili tuweze kupata mafanikio katika dunia hii na tuweze kupata mafanikio katika dunia baada ya dunia hii insha Allahu Ta'ala. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran, jazakallahu khair ustadh wa lecture nzuri. Sasa tunaingia sehemu ya pili ya lecture yetu, na hapa kama kuna mtu yoyote ambaye anataka kuchangia chochote kuhusu mada hii ya leo, kwa hiyo unmute your speaker, bonyeza jina lako hapo, alafu ukibonyeza jina lako unaweza raise your hand, alafu baadaye uta unmute na kuzungumza. Hiyo ni moja, na wengine waliokuwa hawawezi kusema lakini wanataka kujibu, wanataka kuuliza maswali lakini wanaona uzito kusema, wanaweza wakaandika hapa na sisi tutayajibu maswali, tutasoma hizo meseji yake. Wakati Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Swali langu mimi nauliza ni nani ustadhi alitoa aya hapo, alisema inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta. Sasa kuna hadithi pia niliwahi kusikia vile vile kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuchanganya swala kwa dharura. Kwa mfano wa dhuhuri ukasali raka 4 alafu alasiri ukasali raka 4 kwa moja, na kuna vile vile aliwahi kuswali bila dharura, kuchanganya swala kama hivyo. Je, kwa situation kama hivyo inakubalika kweli kuchanganya? Kwa mfano kama hizi nchi za kwetu kunaweza kwenda uko kazini na unakuwa hupate ule muda mwafaka wa kuswali inavyotakiwa, kwa hiyo ukapata chance ukaanza kuchanganya dhuhuri na alasiri kwa pamoja. Hiyo je, inawezekana? Kama tulivyosema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameijalia dini yetu ya Uislamu kuwa ni nyepesi na sio nzito. Kila pahala palipokuwa pana uzito,
basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea uwepesi ili tuweze kuifanya ibada yetu hii ya sala kwa uwepesi kabisa. Kuna aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa Qur'an al-fajr. Ukitizama hii aya inaonyesha moja kwa moja kwamba imezichanganya hizi nyakati tano za sala, imezichanganya katika sehemu tatu. Aqimis salata liduluki shamsi, yani simamisha sala kwa kupinduka jua. Yani hapo ni sala ya dhuhuri na sala ya alasiri zinasaliwa katika baada ya duluki shams. Alafu asema ila ghasaqil layl, mpaka utakapoingia usiku. Ukiingia usiku kuna sala nyingine mbili, al-maghrib wal-isha. Alafu wa Qur'an al-fajri, na wakati wa alfajiri kuna sala moja ya alfajiri. Kwa hivyo kwa ishara ya aya hii naona wanazuoni wameona kwamba inajuzu kuzichanganya sala mbili ya dhuhuri na laasiri, kama vile unavyoweza kuchanganya magharibi na al-isha, na hasa ikiwepo dharura ambayo kwako itakuwa ni uzito kuweza kuzisali hizi sala kwa wakati wake kila moja, basi kama uzito huo upo na uwepesi Mwenyezi Mungu ameweka hapo wa kuweza kuzichanganya. Namna ya kuzichanganya ni kwamba utasali sala ya kwanza, kwa mfano kama dhuhuri unaisali, lakini toke ya mwanzo unanuia kwamba mimi hapa nasali na nitachanganya. Yani unanuia toka sala ya mwanzo, nia yako inakuwa kuchanganya. Usije ukasali sala ya mwanzo alafu bora nichanganye kabisa, inakujia swala la kuchanganya baada ya kuosha sala ya kwanza. No, lakini toke ya mwanzo unanuia kwamba mimi nataka kusali kwa kuchanganya. Kwa hivyo unasali sala ya kwanza, ukimaliza unainuka bila ya kuzungumza, bila ya kufanya shughuli yoyote, unaqimu, unasali sala nyingine ambayo unakusudia kuichanganya na ile. Kwa hivyo unaichanganya kwa kuzisali pamoja, huzichanganyi kwa kuziunganisha zikawa sala moja, mbili zikawa moja, lakini unazichanganya pamoja, unazisali pamoja, hii ya kwanza na hii ya pili. Tofauti yao inakuweko salamu, inakuweko na iqama, inakuwa hivyo. Kwa hivyo unaweza ukafanya hivyo ukachanganya, na hasa pale itakokuwepo dharura ambayo itakupelekea uzito kuzisali sala moja kila moja kwa wakati wake. Kwa hivyo umewekewa uwepesi huo uweze kusali inshallah. Hilo linajuzu. Naam. Ustazi, hapo kidogo, hizo unazisali full, hupunguzi kama raka mbili au hupunguzi? Unapokuwa huko kwenye safari, uko nyumbani, lakini kuna matatizo tu yamekukwaza, pengine unatoa huduma, ni daktari, pengine unashughulikia watu pahala, basi unaweza kufanya hivyo na huzipunguzi, unazisali nne vile vile, tatu hivyo, nne unasali hivyo, hakuna kupunguza. Kwa kama sababu dharura ya kuchoka, kwa mfano, sababu sisi sala sasa hivi ya isha inaingia saa 5 usiku, ndio watu wanaswali hapa saa 4:30 ndio wanaingia isha, na alfajiri wewe unaamka alfajiri kwenda kazini. Kwa hiyo unaweza kuisali magharibi ukachanganya na isha ukaenda kulala. Hiyo ni dharura. Kwa hivyo yani saa nyingine tuseme inakuwa mchana ni mdogo sana, usiku mkubwa, si ndio? Naam, usiku mdogo sana, usiku mkubwa. Kwa hivyo na maana unakosa muda wa kuweza kupumzika ukazisali zile sala. Kwa hivyo hizo pia ni dharura ambazo unaweza ukazitumia ukazichanganya sala. Bora ufanye hivyo, uzichanganye uzisali, kuliko ukasema sizichanganye alafu baadaye ukaja ukaikosa kabisa mpaka ule wakati wake ukatoka. Naona sababu ndio umechoka na muda ndio kama hivyo. Kwa hivyo ukaja ukaamua kwamba sichanganyi, okay, uchanganyi. Haya, unataka ujisali kwa wakati wake, usingizi ukakuchukua mpaka muda ukatoka, unakuja kusali siku ya pili asubuhi. Kwa hivyo akheri uzichanganye katika wakati huu uliotajwa, aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl. Bora ufanye hivyo
kuliko kuja kukosa ikakutoka kabisa, na ushajijua kwamba hali yangu nilivyo hapa, machofu ndio nayo na usingizi, naweza nikatokewa na dharura hii. Naam. Lakini hapo naomba niulize na mimi kwenye swali hilo hilo alouliza Seif. Hizo dharura hizo, kama watu ndo maisha yao, ye kila siku kwenye maisha yake anakuwa na hizo udhuru. Kwa hivyo ina maana ndo huyu mtu ataendelea kusali, ataendelea kuchanganya sala maisha yake yote. Maanake hebu sije kachukuliwa kama hiyo ndo excuse wafanya watu waunganishe sala. Kwa hivyo hapo tunatakiwa lazima tupate na angalizo. Huo udhuru ikiwa si udhuru wa kutengeneza, ni udhuru real upo. Yani wa udhuru si kwamba udhuru wa kutengeneza. Kama udhuru wa kutengeneza ni swala jingine, lakini udhuru upo na unaendelea muda mrefu. Ndo nipo mimi na udhuru ndio ule ule upo unaendelea, basi ruhusa ipo. Ruhusa inaendelea kuwepo, lakini usiwe udhuru wa kutengeneza wa uongo. Hiyo ni kitu cha kweli kipo, na Mwenyezi Mungu anajua iliyopo, tunaijua dhiki iliyopo, tunaijua. Kwa hivyo haitakuwa vibaya akaendelea kusali katika utaratibu huo mpaka ule udhuru ukaondoka, hata kama ule udhuru utaendelea kudumu miaka 5, 6, 10, 20, inaruhusiwa. Ushafahamu? Kwa sababu gani nikasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu kuna sala ya safari. Sala ya safari raka 4 unazipunguza zinakuwa 2. Unaona? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema salatu safar mathna walau bi 10 sinin. Yani sala ya safari ni raka 2 hata kama miaka 10, lakini wewe bado uko katika safari, hujarudi ulikotoka. Ile yani ruhusa ya kusali rakaa 2 ipo kwako mpaka utakaporudi, mpaka udhuru wako utakapoondoka safari. Kwa hivyo na katika hali hii ya kawaida, hii ni udhuru hizi ambazo zinatufika tukiwa tupo pale pale katika watan, zile ni udhuru bado zipo, vile vikwazo bado vipo, ile shida bado ipo, basi ruhusa ya kuchanganya sala ipo muda ambapo ile shida itakuwepo. Lakini kama nilivyokurudia kusema kwamba isiwe ni udhuru wa kutengeneza, haupo, lakini unaotengeneza unafanya yani ionekane kuna udhuru, hicho hakitakiwi. Wallahu alam, na Mwenyezi Mungu anajua zaidi inshallah. Haya, inshallah khair. Kuna swali hapa, mtu anauliza, mtu anaweza kufanya ghusl hata kama hajakuwa katika hali ya uchafu, kwa mfano tu kwa nia ya usafi au kujitayarisha kwa sala ya Ijumaa au swala nyingine yoyote? Hilo ni swali. Anaweza kufanya ghusl, na kama akifanya hivyo ghusl hiyo inaweza kuchukua ghusl. Sijakifahamu hicho kitu. Anasema kujitoharisha, kwa mfano kujitoharisha janaba. Na kama akifanya hivyo ghusl hiyo inaweza kuchukua nafasi ya udhu au bado anapaswa kufanya udhu baada ya ghusl? Aha, sasa nimekuelewa. Yani mtu kukoga, au sio? Kukoga josho kubwa, likiwa ni josho la janaba au josho jingine lote lile, kakoga josho ili josho linajuzu kulitumia kama udhu, au lazima tie udhu tena? Ndio ndio hivyo ilivyokusudiwa. Nadhani ndio hivyo kakusudia hivyo. Ndio hivyo. Sasa kama ni hivyo, katika taratibu za kuoga, ule utaratibu wa kuoga majosho yale, ipo kwamba mtu atie udhu kwanza anastanji, anajisafisha kama najisi, sehemu za najisi zile anajisafisha vizuri. Akimaliza kujisafisha anatia udhu. Akisha kutia udhu ndio anakoga.
Nafahamu? Sasa akimaliza kukoga, ikiwa ule udhu upo, ikiwa ule udhu aliotia mwanzo upo ule, pengine sina uhakika, lakini naona udhu bora tuende moja kwa moja, tusitoe hii ruhusa ya kutumia udhu ule. Nafahamu ni kwamba mtu kiufupi anatakiwa atie udhu tena, na hawezi kutumia lile josho kama ni udhu. Lazima udhu autie udhu kama udhu, na josho liwe ni josho kama josho. Hawezi kutumia lile josho akalifanya ni udhu akaweza kusalia, lazima atie udhu tayari hapo. Na kwa mfano iwapo mtu atakuwa amekosa maji yamekosekana, lakini huyu mtu akawa anawajibika kukoga sasa, na maji hayakupatikana, kwa hivyo anatakiwa atayamam. Kutayamam maana yake anatayamam kwa kutumia mchanga, kwa hivyo anatayamam kwa ajili ya kukoga. Atatayamam mara ya kwanza kwa ajili ya kukoga, akimaliza kutayamam kwa ajili ya kukoga atatayamam tena kwa ajili ya udhu. Hawezi kutumia tayamam ile ile ya kukoga ile ile akaitumia kwamba ndio udhu akaenda akasali. Kwa hivyo atatayamam mara mbili, atatayamam ya kwanza kwa kukoga, atatayamam ya pili kwa ajili ya udhu, alafu atakwenda kuswali. Sijui imeeleweka hapo Muulizaji, sijui kama mimi nilivyoelewa na ile pointi ya kwanza kwamba hiyo ghusl si udhu. Kwa hivyo ukisha kufanya ghusl lazima na udhu uweke udhu. Sawa. Sawa. Jamani wenye maswali, kuna swali jingine hapa, mtu kauliza hili. Anasema aliwahi kusikia kuwa ukiweza kuichelewesha sala ya Isha inakuwa bora zaidi. Kuna ukweli hapo ama nimeelewa vibaya? Na unajua hilo lipo kwa baadhi ya madhhab, na sio sala ya Isha tu, sala zote yapo madhhab. Na ninakumbuka ni madhhab ya Hanafi, wao wanachelewesha sala zote, wanazisali nafikiri katikati ya wakati, sio mwisho ya wakati, lakini katikati ya wakati ndo wanasali sala zote. Wanafanya hivyo, wanazichelewesha. Naona hawasali mwanzo wa wakati, wanasali katikati ya wakati. Wao hilo ni jambo bora zaidi. Lakini kwa madhehebu nyingine kusali awwalul waqt ndio bora zaidi, wamependekeza hivyo zaidi, kuzisali sala mwanzo wa wakati. Kwa hivyo ndivyo nilivyoona. Kwa hivyo yako madhhab yanayosema kwamba bora kuchelewesha, na sio sala Isha tu bali sala zote wanachelewesha, lakini madhhab mengi yaliyobakia ni kwamba wanapendelea zaidi sala mwanzo wa wakati wake. Na kimanti ukiangalia kilogically ni hivyo, kwa sababu ukichelewesha ikaja ukakutokea udhuru, sasa ukawa huwezi kusali tena, na wakati kumbe ulipata muda wa kusali katika mwanzo wa wakati, itakuwa ni dhima sasa juu yako, kwa sababu ule udhuru ulipokujia ulikuwa ungeweza kusali. Na hasa kwa wanawake ambao wao tunajua wakati wote inaweza ikatokea dharura kwamba wasiweze kusali. Kwa hivyo umeingia wakati mtu anasali, naona kuliko kuchelewesha alafu likaja likatokea la kutokea ikabidi asipate tena kusali, naona. Kwa hivyo hilo lipo kama nilivyosema, lakini kwa madhhabu maalum, sio Waislamu wote inshallah.